Bibi yake. Unafanya nini hapa bibi? Unafanya nini hapa? Mimi ndio ninayemzuia asijifungue. Wewe ndio unamzuia? Wewe ndio unamzuia asijifungue? Ana mimba? Ana mimba? Ya muda gani? Ya muda gani? Ya siku nyingi sana. Ya mtoto gani? Watoto mapacha. Watoto mapacha? Kwa nini unamzuia? Mama yake alikiuka maagano yetu. Mama yake? Alikiuka maagano yetu. Alikiuka maagano yetu. Alikiuka? Mama yake? Akafanyaje? Akaolewa, tuliweka watoto wake wasiolewe katika ukoo wetu. Mlisema wasiolewe? Katika ukoo wenu? Sasa yeye akaolewa na akazaa. Kwa hiyo amekiuka maagano yetu. Wewe bibi uko wapi sasa hivi? Mimi nishakufa. Mimba iko wapi sasa? Tuliweka nyuma tukaificha tukaigeuza. Mkaigeuza? Iko wapi mimba sasa hivi? Ipo nyuma. Nyuma ya? Ya mgongo. Iko mgongoni? Ndio mmeificha huko? Miaka yote hiyo? Nyie mko wangapi hapa? Nyie mko wangapi? Mimi na mama wangu. Mimi na mama wangu tumegeuza kizazi tu. Mmegeuza kizazi? Ile sizae. Walikiwa mimba mgongoni, sisi tukageuza tu kizazi asizae. Asizae? Na mkachukua nini? Mkachukua nini? Sisi hatukuchukua kitu chochote, tumegeuza tu kizazi. Asijifungue basi. Konye ni mizimu. Sasa mnamwacha au mumwache? Tunamwacha. Mnamwacha au mumwache? Tunamwacha. Haya, geuza kizazi chake. Geuza kizazi. Haya, geuza kizazi chake. Na ongeze mtoto azaliwe. Haya, geuza wewe bibi. Leo nakuua wewe mzimu. Nakuua wewe mzimu wa babu na bibi. Haya mwacheni. Acheni hiyo ajifungue leo. Sawa? Anajifungua lini? Haya, geuza kizazi. Geuza, rudisha tumbo yake, toa mgongoni. Toa. Haya, toa. Geuza kizazi chake, geuza. Leo na waua leo. Nyie mizimu leo na waua leo. Ni waue? Hapana. Haya, achia kwanza, achia kila kitu. Navunja ile agano lako. Navunja ile agano lako. Haya, geuza haraka. Geuza. Toa mtoto mgongoni. Haya, mtoe mtoto mgongoni. Haya, mtoe. Mlete tumboni. Mtoe huko. Umemtoa? Geuza kizazi chake. Geuza kizazi kae sawa. Geuza haraka. Geuza haraka kizazi chake. Geuza haraka. Fanya haraka. Geuza kila kitu na watoto wazaliwe. Geuza kila kitu, toa vitu vyako vyote ulivyoviweka. Uliweka nini kwenye miguu? Tulimfunga minyororo. Mlimfunga? Minyororo. Haya, toa hiyo minyororo yako. Ili
Ulifunga minyororo ili? Ili? Ulifunga tu minyororo. Asiweze kwenda sehemu yoyote. Asiende sehemu yoyote. Asiende sehemu yoyote? Haya, mfungue. Toa minyororo yako. Toa minyororo yako. Tayari? Mtoto yuko wapi sasa? Yuko mbele. Na kizazi? Kiko vizuri. Kwa hiyo tayari kujifungua. Haya, achia na uchungu. Wewe nani? Sema wewe ni nani? Hausemi eh? Haya, wewe ni nani? Wewe ni nani? Bibi yake. Bibi yake? Kwa nini unamtesa mjukuu? Kwa nini unamtesa mjukuu? Kwa nini? Ana akili. Haya, acha kelele. Acha kelele. Haya, niambie. Wewe bibi uko wapi? Uko wapi? Ongea. Uko wapi? Ongea. Uko nyumbani? Kwa nini unamtesa mjukuu? Umechukua nini chake? Umechukua nini? Haya, ongea, umechukua nini? Umechukua nini cha mjukuu? Umechukua nini? Wewe korofi eh? Umechukua nini? Umechukua nini? Umechukua nini? Sitaki awe na amani. Utaki awe na amani? Wewe ndio unataka asumbuke. Umechukua nini chake? Umechukua nini? Umechukua nini? Ongea, umechukua nini? Sitaki watoto sasa nimesema. Utaki na watoto? Umechukua kizazi chako umepeleka wapi? Umepeleka wapi kizazi? Umepeleka? Umepeleka? Haya, kilete. Unaleta ulete. Haya, leta. Haya, leta kizazi chako. Leta kizazi chako. Haya, leta. Leta kizazi chake. Haya, leta haraka. Na nini tena umechukua? Na nini tena? Leta vyote. Haya, rusha vyote. Haya, leta vyote. Fanya haraka. Haya, mpe kizazi chake. Haya, mpe. Umeleta? Haya, leta wewe bibi. Leta kwa jina la Yesu. Rudisha kila kitu. Rudisha kila kitu. Rudisha kila kitu. Haya, mpe. Haya, mpe. Haya, umeleta. Bado nini? Haya, ondoka. Unaenda wewe? Haya, enda. Utarudi tena? Utarudi tena? Ukirudi nifanye? Haya, kimbia wewe bibi. Haya, kimbia. Kimbia wewe bibi. Kimbia kwa jina la Yesu huyo. Haya, kimbia. Kimbia kwa jina la Yesu. Haya, kimbia kwa jina la Yesu. Kimbia. Moto huo. Kwisha habari yako. Kwisha habari yako. Unaitwa nani? Maria. Unaitwa Maria? Umekuja kufanya nini hapa? Nimekuja kuharibu kizazi. Kwa nini? Tunataka asifanikiwe. Asifanikiwe? Nani amekutuma?
Uko wangapi hapa? Niko mwenyewe. Uko mwenyewe? Umechukua nini chake? Umechukua nini? Nichukua damu yake. Damu yake kwa wapi? Tukaichimbia. Mkaichimbia? Na kizazi chake kiko wapi? Alichukua na mfuko wake wa uzazi. Tulibadilisha mfuko wa uzazi. Mkamwekea mfuko gani? Mkamwekea nini? Nyoka. Mkamwekea nyoka? Kwenye kizazi? Haya. Rudisha kila kitu. Unaleta ulete. Nilikwambiaje? Haya, leta. Leta kizazi chake na damu yake. Leta na yotake kila kitu. Leta haraka. Haya, rudisha haraka. Mpe kizazi chake apate watoto. Sawa? Rudisha haraka. Leta kila kitu ulichochukua. Rudisha damu yake, rudisha kila kitu kizazi chake. Tayari? Bado nini? Umeshamnyang'anya? Mume wake yuko wapi? Haya, kamrudishe kwake. Haya, kamrudishe mume wake. Haya, kamrudishe. Mrudishe haraka. Haya, mrudishe leo. Unamrudisha lini? Haya, fanya haraka, arudi leo arudi. Fanya haraka. Mlete. Mrudishe. Wewe jini nyoka. Mrudishe haraka. Mlete kwake leo. Fanya haraka, rudisha mume wa watu. Rudisha kila kitu. Umeshamrudisha? Leo ampigie simu, sawa? Haya, mwachilie huko. Umesharudisha kizazi? Na damu yako? Haya, toa nyoka wako. Toa kila kitu ulichoweka cha bandia, toa nyoka wako, toa nyoka wako, hilo ni nyoka. Chomoa nyoka wako. Toa nyoka wako. Toa haraka. Umetoa? Toa kila kitu. Haya, rudisha na sura yake. Toa sura yako mbaya. Ulimpa sura gani? Ya kukataliwa. Haya, chukua roho yako ya kukataliwa. Chukua lile roho lako, rudisha sura yake. Toa hilo gereza, tunamtoa kwenye gereza huyu. Toa maroho yako. Toa haraka. Unaningoja? Umesharudisha kila kitu? Haya, kimbia sasa. Piga kelele, kimbia. Haya, kimbia na kuchoma moto. Haya, kimbia na kuchoma moto. Achia maisha yake, achia. Kusha habari yako. Vua mapete yako. Vua mapete yako. Kimbia kwa jina la Yesu. Vua mapete yako wewe jini mahaba wewe. Kimbia, mwachie. Ulizaa naye watoto?
Ulizaa naye watoto? Mnamnyang'anya? Haya, tokeni sasa, hakuna kuwa watoto tena. Haya, fanya haraka kwa jina la Yesu. Haya, vua mapete yako, kimbia, chukua vitu vyako, mizigo yako, beba mizigo yako. Unaleta. Hauleti. Haya, leta. Haya, unamwacha. Haya, achieni wafahamu wake. Kwisha walieni. Jesus. Kuna visa vingi lakini tutakisikia kimoja. Na jana nilitoa mfano nikasema niliwahi kuombea mtu mjamzito ambaye alichukua mimba ujauzito miaka 2. Kuja kumwombea akajifungua midoli ya Kihindi. Na nikasema nimeishi kanda ya Ziwa. Kuna watu ambao anachukua ujauzito mara umepotea, mara upo, mara haupo. Sasa jana kumbe kuna mtu mmoja ananisikiliza. Leo amekuja. Sijui kama ameshafika wewe mama. Upo mpendwa? Yuko wapi? Yeye amekuja na ujauzito wa mwaka 1 na miezi 8. Umewahi kuona hiyo? Tumeanza kuomba, bibi yake akalipuka akasema ni mimi nimewaficha watoto mapacha mgongoni. Nimeficha na uchungu ili asijifungue. Nina wasiwasi kama hajakimbizwa hospitalini, maana nilimwambia anze kutembea na kadi, maana chochote chaweza kutokea. Yupo huyo mama? Hao ameshaenda? Hebu njoo mama, njoo. Asante. Wewe ngoja usikie, mpigieni Yesu makofi basi. Njoo mamangu, njoo. Utuambie watoto wamepatikana, walikuwa mgongoni, sasa wako wapi? Tumewatoa mgongoni, wakakaa mahali paki. Pigieni makofi. Napenda watu wajasiri ambao hawaogopi yale ambayo Yesu anayatenda. Jamani, pigieni makofi basi. Jamani, kanda ya Ziwa watu wana mateso. Yaani watu wana mateso. Asante sana askofu. Yaani huu mkutano umeponya watu wengi sana. Mimi kwa kuwa nilikuwa naifanya hii huduma, naelewa watu ambavyo walikuwa wanayapitia. Mama, habari za saizi? Salama kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Violet Spiliani. Mimi nimeshika mimba toka 2024. Ilikuwa ni mwezi wa 10. Nilikuwa ninaishi Mpanda. Nilikuwa naishi Mpanda. Nikaja nyumbani kwa ajili ya kujifungua mwaka 2025. Nilikuja kwa ajili ya kujifungua ambapo nilikuja mwezi wa 12. Nikaanza kliniki. Nikahudhuria mwezi wa 1, wa 2, mwezi wa 3 nikarudishwa mimba, nikaambiwa ionekani. Nikaenda kupiga x-ray, mimba ionekani. Ila mgongoni nasikia kuzito unacheza. Muda mwingine mbele nasikia tumbo zito, muda mwingine unapotea. Nikaendelea hivyo, nikazunguka kule na kule. Nikaambiwa nina mimba. Nikaona sifanikiwi, nikaachana napo.
Nikaenda kanisani nikaokoka. Mimba tumbo mara linakuwa mara linapotea, lakini Mungu wa ajabu, sikukata tamaa. Pamoja na nilichelewa kupokea majibu, mpaka sasa mimba ikafikisha 1 mwaka na miezi 7, ambapo mwezi wa 10 baba asingekuja hapa nitakiwa nifikishe miaka 2. Lakini namshukuru Mungu, nina imani leo nimepokea muujiza wangu. Bibi mzaa mama alikuwa anatokea sana. Hebu ngoja. Leo baada ya maombi nini kimetokea? Leo baada ya maombi nilisikia tumbo zito. Toka juzi nilikuja hapa, nilisimama, nilihisi kabisa nimechapwa na kitu tumboni. Ila jana nikaja, sikufanikiwa kuonana na wewe. Leo nikaja, mara mizimu ikainuka, ikasema ni bibi yangu mzaa mama ambaye anataka nisijifungue kwa sababu mama alikiuka masharti, na hilo sharti waliweka maagano wazazi wake kuwa wale watoto wa kike ambao wamewazaa babu na bibi walitakiwa wasiolewe. Kwa hiyo mama kama mzaliwa wa kwanza, yeye alifanikiwa kuolewa, akafunga ndoa na akanizaa mimi ambaye ndo wa kwanza wake. Kwa hiyo katika hayo maagano mimi nikatembea na lile agano lake, nikabeba makosa yake kwa sababu Yesu aliolewa. Kwa hiyo mimi wakanifungia nisiweze kujifungua. Uchungu nauma, njia zote zinafunguka, lakini kwenda kujifungua hapana, siwezi kwenda kujifungua. Lakini sasa hivi Mungu wa ajabu ametenda, nina imani nitaenda kujifungua. Sasa hivi unasikiaje tumbo lako hapo? Sasa hivi nasikia tumbo ni zito na watoto wanacheza. Amina. Jamani, haleluya. Wale waliofungwa kuolewa wanaenda kufunguliwa, lazima waolewe. Amen. Waolewe wasiolewe, wajifungue wasijifungue. Amina. Mama, tembea na kadi yako. Nimetembea na kadi kabisa. Yaani saa yote chochote chaweza kutokea. Amina. Mgongoni unasikia kuna kitu chochote? Hakuna kitu kabisa. Kwa hiyo hata jana pale mchungaji akati anasema kuna watu wanatembea na ujauzito miaka 2. Nikasema leo baba wanigusa kabisa. Kuwa natembea na mimba miaka 2, lakini mimi namshukuru Mungu haijafika miaka 2. Ila nimeshafunguliwa na imani. Hiyo imetoka hiyo. Jamani, mpigieni Yesu makofi. Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasema jina lako, Mungu amekutendea nini? Ulikuwa na nini na Mungu amekutendea nini? Kwa kifupi tu. Kwa majina naitwa Monica Makoe. Namshukuru Mungu. Nilikuja hapa sijisikii vizuri, nimeombewa. Sasa hizi niko vizuri, namshukuru Mungu, naendelea vizuri. Uko sawa kabisa. Ndio. Uko poa kabisa. Uko sawa kabisa. Tofauti na ulivyokuwa. Kabisa. Binti yangu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa Erika Ndarangavyo, namshukuru Mungu. Nilikuwa nikilala usiku naota ndoto mbaya, tangu nianze kuombewa najisikia vizuri. Leo umefunguliwa kabisa. Ndio. Umeolewa kwenye ndoa miaka mingapi? Huu ni mwaka wa 2. Na huna mtoto? Sina mtoto, nilikuwa naota nimezaa na mimba. Sibebi ujauzito. Shetani muongo anakudanganya. Ndio. Uliwahi kwenda kwa mganga? Ndio. Akakupa madawa? Ndio. Sasa mwakani nikija hapa utakuwa unanyonyesha ama mapacha. Si Mungu akupe dabo tu? Ndio. Au? Ndio mawili. Na wewe mama Kijacho, na wewe si tunatarajia? Ndio. Huyo hatatoka tena. Tumeshamdhibiti. Ni maroho eti ya Kisukuma huko. Wasukuma bwana wanapenda uganga kuliko Mungu. Asante binti. Unataka mapacha wangapi? Mungu akupe mapacha wawili. Ndio. Unawamudu wawili? Ndio, wawili tu. Wa kike na wa kiume au wa kiume tu au wa kike tu? Wa kike na wa kiume. Wa kike na wa kiume? Ndio. Dabo. Ndio. Jamani, mpigie makofi. Yesu atampa. Yesu. Mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa Neema Martin. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na mzimu, sasa Mungu amenifungua. Hiyo mizimu ilikuwa inakufanyaje? Ilikuwa inanipeleka baharini, muda mwingine kwenye mamito. Unakuta unaogelea maji yamefika hapa shingoni. Unaogelea, unapiga mbizi. Sasa hivi unajisikiaje hapo lipi? Najisikia vizuri. Uko kwenye ndoa miaka mingapi? Miaka 2. Na una mtoto? Mtoto ni naye. Moja. Okay, ana miaka mingapi?
5. Okay, baada ya hapo sasa hivi umeshafunguliwa. Unataka watoto wangapi? 2. Mapacha. Yaani jumla unataka Mungu akupe watoto wangapi? Jumla mimi nataka watoto 5. 5? Kwa hiyo unaye moja? Bado 4. Bado 4? Moja aliniambia nataka 10. Watu wana hasira. Ngoja utasikia. Wanacheza na watu. Dada karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Namshukuru Mungu kwa matendo aliyonitendea. Kifua kilikuwa kinanibana sana, ila sasa hivi najisikia vizuri baada ya maombi ya asubuhi. Namshukuru Mungu kwa hilo. Na Mungu anitendee nizae watoto 10. Ulikuwa ni wewe. Mbona mnacheka jamani? Si mchanganyiko huko, mapacha huko. Una 4 wa kike peke yake. Kwa bado 6. Anataka kuongeza 6. Mpigieni makofi. Hebu muulize mwenzako, wewe unacheka kwenu mko wangapi? Si karibu dazani nzima. Hebu acha bale. Kwenu mko wangapi unacheka? Karibu binti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina yetu Mariam John. Asubuhi nikuja hapa naumwa tumbo. Lakini baada ya kuombewa tumbo langu limeshapona. Tumbo halipo kabisa. Umeumwa kwa muda gani? Miaka mingi sana. Miaka mingi. Ulikuwa unaota nini usiku? Nilikuwa naota napaa. Unapaa juu? Na ungo au hewani tu? Hewani tu. Vipi, raha ikoje huko juu? Hamna raha. Yaani nipe hewani alafu hamna raha tena. Alafu vile. Hebu tueleze yaani raha yake ikoje? Watu walikuwa wakinikimbiza. Nakuwa napaa naenda juu. Kumbe ni kwa hiyo unakimbizwa. Alafu ndio wakiniambia kunikamata na napaa. Alafu dada kutua wa. Ndo siku. Jamani, shetani billahi na shetani urajibu. Hebu mkemeni shetani ashindwe. Asante. Mungu akubariki. Mungu ameshakufungua. Karibu binti yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa Stella Paulo. Nilikuwa nikasumbuliwa na mapepo kwa muda mrefu sana. Tangia asubuhi nilipokuja kuombewa service najisikia vizuri sana. Na kwenye mkutano ulikuwa unadondoka? Babako ni mganga wa kienyeji? Anatokea wapi? Tabora. Na vijana mliooa, naomba mkatoe mahali kwa wakwe zenu. Vinginevyo wazee watawamaliza. Sina waambia. Unakaja na mtoto wa mtu alafu una mahali. Ukatoa hata kidogo kuliko na mzee naye anasema na kanyegia hapa. Kwa mapepo mengine ni kama unayaleta tu. Na wewe unataka Mungu akupe watoto wangapi? 5. Una hata moja? Sina. Mapacha wangapi? 2. Yaani safari hii nikija mwaka kesho nikute kila mtu ana. Mtaogopa kushuhudia kama wale wengine? Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa alionitendea. Nilikuwa nasumbuliwa na tumbo na ndoto za ajabu, lakini Mungu ameniponya na amenionekania. Namshukuru sana Mungu. Sasa hivi uko sawa? Sasa hivi niko sawa. Ulikuwa unaota ndoto za aina gani? Naota ndoto nimeolewa, mara ninazaa, naamka maziwa yametiririka kama nanyonyesha, lakini Mungu amenifungua, nimepona. Unajua kuna vitu vingine tukivisema unaweza ukasema ni viaibu, lakini sio viaibu. Yesu anainuliwa. Majini huwa yanazaa na watu kabisa, unanyonyesha huko, lakini tumeshaua watoto 3 wa majini. Niwaambie huwa tunaua, tumewanyonga kabisa. Sasa utazaa watoto wako binti. Mama angalia huku. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nawashukuru. Mimi naitwa Mariam Samson.
Mimi nilikuwa naumwa tumbo, kichwa, miguu, lakini tulipokutana na mchungaji ameniombea najisikia vizuri, sio kama vile nilivyo. Yaani vimeisha kabisa vile ulikuwa unasema vinang'ata ng'ata. Vimeisha. Vimeisha kabisa. Na viishe kabisa, vishindwe mfululizo. Vishindwe kabisa. Mpigieni mama yetu makofi, asante. Karibu binti mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nasalimu kwa jina la Yesu. Amina. Kwa jina naitwa Neema Mosi. Nimekuja asubuhi, tumbo lilikuwa linaniuma, pia lilikuwa limejaa gesi, lakini alivyoniombea nikawa najisikia vizuri. Kwa muda gani? Tumbo lilikuwa linanisumbua kwa muda mrefu. Lakini umeshafunguliwa. Amina. Umeshafunguliwa tayari. Mungu akubariki sana. Karibu dada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Elizabeth Richard, nasumbuliwa na uzazi. Kuna kwamba na mtoto wamemtelekeza na mimi namtelekeza, lakini baada ya kuombewa najisikia vizuri. Sasa hivi unajisikia vizuri? Ndio. Tumbo limeshafunguliwa? Ndio. Mungu akubariki sana. Karibu dada mwingine. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Alinda Kamugisha. Nilikuwa nasumbuliwa na damu. Kila nikiingia period naweza nikamaliza wiki 3 au mwezi bado nimo. Hadi naishiwa damu, naishiwa maji, nasafishwa, lakini hali ilikaa pale pale. Nilipofika hapa Mavuno, kamkuta mchungaji Mtinda, alikuwa na semina. Kasema kwamba tuje ukatuombee. Ni mwaka jana hiyo? 2024. Okay. Nilivyoenda kaniombea, damu ilikata kabisa, hadi leo sijawahi kuiona. Namshukuru Mungu kwa mambo yote aliyonizidi kunitendea juu yangu. Mungu akubariki sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina Jessica Jumanne, nilikuwa nasumbuliwa na uzazi, lakini nimekuja hapa kuombewa, lakini sasa hivi nimepona tumboni mwangu. Umepona kabisa? Ndio. Tumbo kwani lilikuwaje? Lilikuwa linauma sana. Kwa muda gani? Ina miaka 2. 2? Sasa hivi aliumi? Alipo kabisa? Ndio. Jamani, makofi kwa Yesu basi. Karibu binti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Paskazia Andeke. Nilikuwa nasumbuliwa na uzazi. Shida kubwa ilikuwa ni mama mkwe. Mama mkwe nililima mahindi nikamzidi. Nilivyomzidi akabidi aniloge. Yaani jamani, nyie wa mama wakwe, nyie wa mama wakwe nyie. Yaani una wivu mpaka na mwali wako. Na kweli alisema ametuzidi mahindi. Wivu. Ukome kabisa we mama mkwe. Amina. Nikalima na maharage tena ya mwezi wa pili nikapata juni ya 3, akapata madumu 3. Pia akaendelea kusema mimi na mamangu na mke wa mjomba si ni wachawi. Kwa nini yeye apate maharage mengi na mahindi mengi, kwa nini sisi hatuzidi? Kwa hiyo sisi tunatakiwa tumfunge uzazi wake asizae. Yaani popote pale atakapokuwa akipata pesa zinapitiliza tu. Sasa Yesu ameshakufungua. Yesu ameshamfungua. Mpigieni Yesu makofi, ameshafunguliwa, hakuna cha mkwe. Na ukalime kabisa kabisa. Hebu mwageni hivyo vitu hapo. Hebu vimwageni hapo vitu vya kiganga vilivyo. We kama bado unavyo, shauri yako. Watu wananyweshwa hivi vitu. We kama unavyo vilete hapa, unaogopa nini? Unaona? Mengine sijui ni mavi ya mjusi. Watoto sogeni upande huu, sogeni. Hivi ni vifaa ambavyo yaani ukila hivi maana yake ndio shetani anafurahi kwamba unakula chakula chake. Watu wamefungwa. Tukaambia watu wamefungwa kwelikweli. Na hivi leo tutaviteketeza. Kiberiti kiwe karibu,
Baada ya maombezi na wengine kama wanayo wayalete, mengine tutayachoma Jumapili. Hebu mpigieni Yesu makofi na vigelegele. Asanteni binti zangu, Mungu wabariki. Mnashukia huku. Haya, Mungu wabariki sana. Hawa ni wajasiri sasa. Mwaka kesho hapa tuna wajukuu kibao. Tuna wajukuu kibao. Ya kusanyeni, tutayachoma baadaye. Yote. Vifaa vya kichawi. Jana tulisema Paulo alichoma vitabu vya wachawi na wakapata hasara kubwa sana. Hebu mpigieni Yesu makofi na vigelegele. Kuna watu niliwaombea hapa wana watoto lakini wanaogopa kuja hapa, sijui wana matatizo gani. Weka mikono mhudumu. Tunaenda kuomba. Baba yetu wa mbinguni anayeponya, awaponye watoto wake wale waliomkimbilia. Omba, usiweke mkono tu kwa kuwa unaweka tu, kama unaweka tu. Omba wakati unaomba. Baba, katika jina la Yesu. Ongeza sauti huko aisee. Hey. Jina la Yesu. Kila nguvu za giza. Haya! Achia. Ufalme wa shetani. Kamata sasa wewe pasta, kamata, beba, peleka. Huyo wengine waje huku. Haya! Ufalme wa shetani unabomoka. Nguvu za giza zinabomolewa. Haya, bomoka kwa watoto. Moto. Kamata huyo. Nyie beba, sio kukemea hapo. Bebeni huyo. Wanaume waje huko wenye nguvu, wabebe. Wanaume wa mavuno, njoo huku. Katika jina la Yesu. Ufalme wa shetani unavunjwa. Ufalme wa mapepo unavunjwa. Beba, peleka ndani. Katika jina la Yesu. Moto. Nyie beba huyo. Hapa tuombeagi watu, beba nimesema. Katika jina la Yesu. Haya, achia. Kamata huyo. Kamata huo. Ufalme wa shetani, kamata hiyo ngoma. Kamata, beba, ndio. Beba, peleka. Beba, peleka. Moto. Katika jina la Yesu. Achia mapepo. Achia mashetani. Achia. Fire. Moto. Omba, weka mikono. Kamata hiyo ngoma. Moto.
Mubebe, peleka. We jamaa, beba, peleka huko ndani. Tokianguka na beba, sio kuombea hapa. Katika jina la Yesu. Haya, achia, achia. Haya, watu wametoka kwenye magereza ya mapepo, kwenye magereza katika jina la Yesu. Haya, achia, achia watu hawa. Haya, achia moto, moto unaingia kwenye magereza, magereza ya mapepo, magereza ya majini, magereza ya waganga. Tunawatoa watu, tunawatoa watu, tunawakomboa. Haya, haya, haya kwa jina la Yesu. Achia, 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 achia katika jina la Yesu. Haya, achilia, haya, achilia, achilia, achilia katika jina la Yesu. Watu wanatoka kwenye magereza, kwenye magereza, kwenye magereza. Haya, unaachiliwa, unaachiliwa katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Waombeaji huko hawapo, waombeaji huko hawapo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na nyinyi mlioko huko, njoni huko, njoni huko, njoni huko. Haya, 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 achia, weka mkono, kemea kila magereza ya adui, kila magereza ya adui. Achia, 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 achia kwa jina la Yesu. Moto umewaka, tetemeko liliingia kama la Paulo na Sila, kuwafungua na minyororo ya mashetani, minyororo ya mizimu. Achia katika jina la Yesu, achia katika jina la Yesu, achia katika jina la Yesu, achia minyororo yote ya